yani mjili kuolewa. Naam. Na bahati nzuri ama mbaya Mwenyezi Mungu akampenda mume wangu sana kwa mimi. Naam. Na sijakufuru. Nashukuru kwa yote kwa sababu ni kazi ya Allah. Naam. Kwa hivyo mume ametangulia mbele za haki. Mwenyezi Mungu ampe kauli thabiti. Hivi 16. So pia wewe umebaligha. Umesilimu wakati gani? Mwezi huu wa Ramadhani. Hivi baada ya kusilimu uliitwa nani? Yasmin, mashaallah. Uliposilimu kuna changamoto gani ulipata? Kwa wazazi. Naam. Sana baba. Baba anapenda SDA saa ya kumconvince akubali niingie Uislamu. Naam. Nasema ni kwa PAG. PAG. Kwa hivyo umekulia kwa kanisa ambayo wanafundisha Biblia huko. Ni Bible College. Alafu ukawa umebatizwa katika PAG. Presbyterian Church. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Karibuni tena ndugu zangu Waislamu na wasiokuwa Waislamu wanaofuatilia mtandao wetu, na tukiendelea na simulizi za baadhi ya waliosilimu na sababu hasa zilizowafanya kuwa Waislamu, tukiwa tumeingia katika mwezi wa Shawwal. Wengine wanafunga sita tu Shawwal na wengine bado hawajafikiria hili, ila tunawahusia ndugu zetu Waislamu kuhusiana na hii sita tu Shawwal. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema ukifunga hizi siku sita katika mwezi huu wa Shawwal unafutiwa pia madhambi ya mwaka moja. Angalia hizi baraka Sheikh. Mingi sana. Siku sita peke yake. 6 peke yake. Alafu siku sita zenyewe sio lazima upige kwa mpigo. Yaani sio lazima ufuge kuanzia moja, ufuge zote sita. Unaweza kufunga siku 2 wiki moja, siku 2 wiki nyingine, siku 2 wiki nyingine. Basi. Unaweza funga moja moja. Unafunga unafungua siku ya pili. Siku nyingine unafunga unafungua. Lakini mimi yani yote ni option. Ila mimi napendelea ile unafunga sita kwa mpigo. Unafunga hiyo chapter. Maana unajua saumu nayo ni kitu inataka ile practice. So na saumu ya sunna si mchezo. Ni ngumu kuliko faradhi. Saumu ya sunna hii ni siku sita tu. Lakini zinalemea mtu ambaye anafunga siku 30 za Ramadhani. Kwa sababu hii ni sunna. Ukisikia naumia bana tumbo leo siko sawa wala unafungua kwa sababu utasema ni sunna sio lazima. Lakini unapofunga sunna ina thawabu nyingi. Ndio unasikia Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema katika hadithi maarufu sana, nimewaachia vizito viwili. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema ametuachia Qur'ani na sunna. So sunna pia ni kitu ambacho tumeachiwa na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ni kitu kizito. Kina uzito wake. Wakikuyu tunasema kitu kimata. Unaona? So ni sunna lakini ni ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na ndio nakuta anasema haladurukum ala tijaratin tujikum min adhabil alim. Na wajulishe biashara itakaookoa na moto wa jahannam. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema tuminuna billah, kumwamini Allah na nani wa rasulihi na mtume wake. Na kuamini Mtume sallallahu alaihi wasallam ni kufuata zile sunna zake. Sunna ndio kuamini mtume. Sio mimi naamini Muhammad ni mtume wetu. Hiyo sio sunna. Sunna ni kufuata ile tabia ya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ikiwa moja ni katika sita tu Shawwal. Kufunga siku sita katika mwezi huu wa Shawwal. Tunamwomba Mwenyezi Mungu atuwezeshe na insha Allah atutakabalie. Katika kikao chetu tuko na mgeni wetu, na wageni tuko nao wengi tu. Tunatembelea vijana wetu tuliokuwa nao kule Mukuru kwa Ruben. Hapa tuko katika mji wa Botera. Ni Nairobi County bado, na ni vijana ambao wanajitahidi sana. Ukiangalia hapo wanajaribu kusomeshana wao kwa wao, kusomeshana dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na kama tulivyosema, sisi tunataka tupate udhamini. Vijana kama hawa wapate mwalimu. Yule mwalimu atakaposimamiwa hali zake, atakaposimamiwa mshahara wake,
atapata nafasi nzuri ya kufundisha hawa vijana na watapata elimu vizuri sana. Ni vijana ambao wamependa dini yao, ni vijana wameingia dini kwa moyo mmoja. Hivi ningependa kujua, kabla ya kuwa Muislamu ulikuwa unaitwa nani? Fred Modale. Naam. Fred Modale. Fred Modale. Fred, ulikuwa dini gani? Nilikuwa wa Kristo. Wa Kristo, kanisa gani? PCA, CPK, AKAG, ODM, ulikuwa gani? Kabisa. Naam. Mimi nimekulia kwa kanisa inaitwa Bible College. Bible Lakini College. kwa kubatizwa yenyewe sasa ile yenyewe wanasema ni kwa PAG. PAG. Kwa hivyo umekulia kwa kanisa ambayo wanafundisha Biblia huko. Ni Bible College. Alafu ukawa umebatizwa katika PAG. Presbyterian Church of Africa. Ama Coastal Coastal. Unajua hizi makanisa zina majina bana, ni kama namba plate za gari. Zingine hata utasahau bana. Hizi makanisa zina matatizo. Wanaamka analala, anaamka mtu anafungua yake. Wanalala wanaamka mtu anafungua yake. Mpaka siku hizi kuna kanisa ya bibi na bwana. Bwana ndiye pastor mkuu, bibi ndiye pastor mdogo. Hii ndio msiba ya Ukristo. Na picha yao kwa mlango wa kanisa. Huu ndio msiba mkubwa unaopatikana katika dini na madhehebu ya Ukristo. Sasa nauliza, kipi kilichokupendeza sana mpaka ukaamua kuondoka huko ukafuata Uislamu? Unajua marafiki. Marafiki unakuwa nao mara mingi unapata, lakini unapata mara mingi marafiki wangu wenye nilikuwa na Kiislamu wanapenda kukaa pamoja peke yao tu. Naam. Wakieliminishana unapata yani ule udugu wako nao. Kwa hivyo ule Uislamu wa marafiki zako ambao ni Waislamu ndio walikufutia kwa tabia yao. Nami ikabidi pia nimeingia. Naam. Lakini niliingia sasa ilikuwa mwezi wa Ramadhani. Mwezi wa Ramadhani mwaka gani? Ilikuwa 2013. Na ulipoingia ulifunga Ramadhani yote? Niliingia na wakaniambia anzia hapa. Mashaallah. Ndugu Waislamu, hiki kikao hatukuwahi kukitembelea katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Wallahi nasitikika kwa nini hatukuweza kujua na kufika katika sehemu kama hizi, ila tunafurahia leo tumefika, na insha Allah tunaomba tuwe pamoja na Waislamu. Sisi kile tunapendelea sana ni kupata udhamini wa walimu, hususan mwalimu mmoja tumweke pande hii apate kufundisha, yani yeye apate angalau mshahara yake, ili hawa vijana wapate elimu ya dini. Maana hilo ndilo la muhimu. Tuwaomba vijana wetu wapate kuelimika na kujua dini tukufu, dini ya Uislamu. Hivi nauliza, uliposilimu ulipata changamoto gani? Changamoto ni kibao. Naam. Sababu changamoto kwanza naam, na vile mtu unapata ni kama kesho akatokea situsumbue. Unapata ni kama umejitenga na yule ana barakoa kujia hapa. Barakoa hizi ni muhimu sana kumpatia mwenzako hapo. Ni muhimu kuwa na hizi barakoa kwa sababu zinasaidia kutoambukizana maradhi ya corona. Japokuwa inshallah tunaomba Mungu ayaondoe inshallah. Sasa ningependa kujua na kufahamu changamoto ulizozipata baada ya kuingia katika Uislamu. Kwa marafiki kwanza hesabia mockings. Ule kusemwa mpaka ukipita na kanzu, yani ni kama ni jambo halijaifanyika na mwingine. Wote wanakuona wewe tu, umeamua, ni kama wanakumock. Naam. Si rahisi kwa mwenye amesilimu, kwa sababu hiyo kumokiwa sio kila mtu anapenda kudhalilishwa. Ni kweli. Lakini baada ya hayo yote ulivuka hiyo, na sasa vipi katika Uislamu wako, unaonaje? Unaweza kutoka ndani ya dini ya Uislamu? Sema kweli si rahisi. Hakuna sababu ya kutoka. Hakuna sababu ya kutoka. Naam. Hivi wewe umejaliwa kuwa na family hivi? Familia hali zetu tu ngumu, lakini na kijana mmoja nashukuru, mashallah, Naam. Na mama kijana
Kijana, changamoto zetu za kawaida. Naam. Mama yake sio Muislamu lakini alikubalia mtoto kwa Muislamu. Naam. Tunaomba Mungu atajalia na atawezesha pia asilimu. La muhimu pia ni kumwelekeza polepole. Maana ile hatari kubwa ni msichana wa Kiislamu akiwa na kijana sio Muislamu. Hiyo ndio hatari kubwa. Lakini kijana Muislamu akiwa na msichana Mkristo hakuna hatari ile kubwa. Kuna uwezekano mkubwa wa kumvutia na kumweka katika dini. Tuko pamoja? So haufalii kufukuza mke wako maana wewe umekuwa Muislamu yeye hajakuwa. Inatakana kumwelekeza polepole mpaka na ile huenda tabia zako zikamfanya akasilimu. Mimi nimeshuhudia, nimekuwa huko pande za Gadhanga na mahojiano na ndugu yetu mmoja alikuwa mlevi ananisumbua kwa muhadhara sana. Nikiweka muhadhara huko Ruaka huko Kiambu County. Nikiweka muhadhara nakuja na mapombe zake, anamvuruga hapo, lakini kwa uwezo wa Allah aliweza kusilimu. Kabla ya kusilimu kwa sababu ya ulevi wake, kwa sababu ya pombe yake alitoroka na bibi. Aliposilimu ile tabia yake nzuri ilimvutia bibi akarudi nyumbani. Zaidi ya hapo bibi pia akachukua shahada kwa sababu ya ile tabia na mwenendo wa bwana yake amebadilika. Chifu mwenyewe alifuata ustadhi pale msikitini akamwambia, kweli nyinyi Waislamu ndio mnawezana na hawa watu. Nyinyi Waislamu fanyeni mambo yenu ya dini kwa sababu hii dini ya Kiislamu inaturekebishia tabia za baadhi ya watu. Uliposilimu ulitwa nani ndugu yangu? Al-Wahid Idris, mashaallah. Kwa hivyo umekuwa Muislamu, unazidi kusoma dini ya Kiislamu. Sema nang'ang'ana najaribu sana. Naam. Inshallah tuombe Mungu tukiweza tutaweza. Baada hii mambo nasikia rais ako kufungua, huenda atafungua hizi sheria. Akifungua sheria inshallah sisi tutajaribu kung'ang'ana, tutawasiliana na Muhammad, tujaribu kuona hata kama tupate mwalimu mmoja tung'ang'ane awe anafundisha hapa. Hiyo ndio itakuwa neema na nzuri zaidi. Akichukua hata kusomeshaga jioni, pengine nyinyi mmeenda kibarua hapa na pale, alafu jioni mnakutana mnapata ile elimu kidogo, itakuwa ni neema inshallah. Hiyo ni fikira yetu tu, na inshallah kwa uwezo wa Allah itaweza kuwezekana. Na pia kama tulivyosema, tuliomba tupate mashini za kaosh, bado hatujapata, ila tumepata ahadi za baadhi. Kuna mtu alisema atatumana mashini 2, lakini bado tuwasubiria inshallah. Ikiwa umetoa ahadi ni vizuri ukitimiza, ili vijana waweze kujimudu na kujiendesha kisheria. So karibu ndugu yangu, mimi leo sina cha kukupa isipokuwa nitakupa zawadi ya kanzu. Karibu sana katika Uislamu inshallah, karibu sana. Naomba pia tumpate wa pili ambaye ameingia katika dini, tusikie simulizi zake na aliyoyapitia inshallah. Naomba mwingine inshallah tumsikize. Heri itakuwa ni heri kubwa sana Waislamu wakijua na wasiokuwa Waislamu, maana kuna watu wanasema watu wanakuwa Waislamu kwa sababu wanapewa pesa. Sasa hivi kwanza hata hakuna kitu bana. Na hii maisha mazito, nani atakaa kulipa watu kwa sababu ya kuingia kwa dini? Hakuna bana, kila mmoja analia na nafsi yake. Watu wanaingia kwa dini kwa sababu ya Allah. Watu wanaingia katika dini ya Uislamu kwa sababu ya kumwamini Allah jalla jalal, sio kwa sababu ya pesa. Pesa hakuna. Watu hata wanaingia kwa Uislamu wanapata shida zaidi ya vile walivyokuwa katika shida ndani ya Ukristo, lakini ile imani yao inawavumilisha. Ndugu yangu, ningependa kujua majina. Kabla ya kusilimu ulikuwa unaitwa nani? Steve Matthews Otuma. Hao ni watu wa kutoka Dara. Na wako wengi sana area hii, mashaallah. Sasa Steve, ulikuwa unashiriki kanisa gani? SDA. Mashaallah. Kwa hivyo ulikuwa kanisa ya Sabato. Na kinadasha wanazidi kupungukiwa na wafuasi. Wao wanatembea kufanya mihadhara, wanakashifu mtume, wanamkashifu Allah subhanahu wa ta'ala, lakini wafuasi wao wanazidi kufuata dini ya Allah. Kwa sababu ni kipi kilikupendeza katika Uislamu? Uislamu. Naam.
haki. Naam. Ni haki. Dini ya haki. Na sasa hivi uko kama miaka gapi kutoka, yaani ni miaka ya kuzaliwa? 17. Takbir. Wengi wanaoingia katika dini ni vijana wadogo. Wallahi hii ni neema kubwa. Sio unaingia kwa dini umezeeka umechapa. Ndio mtu anasilimu. Jambo kwa si makosa. Sio makosa, lakini ukipata dini mapema ndio mzuri. Ni kama hivyo hata mtu unakataa kumwabudu Allah. Ati unasubiri babu yangu bado yuko. Unasubiri uanze kusali ukifika miaka 60. Je, ukifa kabla? Unaenda motoni. Fanya ibada wakati wewe ni kijana. Allah anasema, Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema katika mambo ambayo utaulizwa siku ya kiyama ni umri wako ulitumia vipi? Ujana wako ulitumia vipi? Afya yako ulitumia vipi kabla ya kuwa mgonjwa? Najua kuna mtu saa hii yuko kitandani shekhe, anatamani apate afya aswali sala ya tahajjud. Na wakati alikuwa na afya alikuwa asimami. Anatamani awe na afya afanye mambo mema. Wakati alikuwa na afya alikuwa na kiburi, anatembea katika ardhi ya Allah kama ndiye mwenyewe. Tutumie afya yetu kabla ya ugonjwa wetu. Ujana wetu kabla ya uzee wetu. Sio ushachapa ndio unasema ningekuwa kijana ukifanya nini? Si ulikuwa kijana, kwani ukupewa hiyo opportunity? Ulipewa hiyo, Allah alikupatia ujana. Sasa wewe unasema ungekuwa kijana ungefanya nini ambayo hukufanya hapo ukiwa kijana? Hakuna mtu ambaye hajapewa opportunity. Opportunity tumepewa na Allah, tufanye sasa hivi, tusisemage ningekuwa. Najua kuna wale vijana walikuwa katika pango. Kuna vijana watatu walioingia ndani ya pango. Pango likafunga. Nasemekana wanawake ni mbwa. Waliomba Mwenyezi Mungu. Kila mmoja mwenye kuomba, hakuomba Mungu fungua hii mawe, ukifungua hii mawe tukitoka tutafanya Kila mmoja aliomba na wema wake aliyoutangulia. Mmoja anasema bwana ya Rabbi, mimi nilijiliwa na mwanamke ama nitaka kuzini na mwanamke. Yaani kuna msichana alikuwa mrembo sana. Huyu kijana mmoja alikuwa ana uwezo, ako na mali, ako na pesa, ako na senti. Huyu msichana akawa anahitaji usaidizi kwa yule kijana. Yule kijana anamwambia bana japokuwa kijana alijaribu kumtongoza ikawa haigiani. Sasa msichana amepata shida. Anamjilia anamwambia nisaidie. Kijana anamwambia hapa ninipe nikupe, ndio mchezo wa kisasa. Kama wataka nikusaidie lazima kwanza na wewe unisaidie. Lazima uje kwangu tucheze goma. Wakapanga, msichana hakuwa na otherwise. Akakubali kwa sababu ya shida ili apate zile senti. Walipovua nguo kufanya kitendo, kabla hawajashikana tupu zote mbili, yule msichana anamuuliza yule kijana, "Je, wewe huogopi Allah? Huoni tunalofanya kwamba ni kinyume na maamrisho ya Allah?" Kijana alipotajwa Allah akashindwa nguvu. Ikawa sasa hata hawezi mwenyewe, kwa mshtuko, kwa kuhofu Allah akashuka haraka. Akaacha hicho kitendo kwa ajili ya Allah. Kila kitu iko tayari, imebaki tu kuingia, lakini kwa sababu ametajiwa Allah akaacha. Anasema ya Rabbi, niliacha kufanya zina kwa ajili yako. Kwa ajili ya hiyo amali tufungulie mlango, tufungulie hili jiwe. Jiwe linafunguka kidogo. Kila mmoja katika hao vijana waliomba kwa wema wao. Sio wewe unamuomba Mwenyezi Mungu kama watu wa motoni. Wanasema nini? Ya ayyuhalladhina amanu la tukhlikum amwalakum wala auladukum an dhikrillah wa man yaf'al faulaika humul khasirun wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an yati ahadakumul maut fayaqul la bilawlan akhlatani ila ajalin qarib. Unaona, watu waovu ndio wenye tabia ya kuomba waachiliwe, wapewe muda, fa aswadaka wa akumina swalihin, wakatoe sadaka na wawe katika waja wema. Hawaombi
kwa wema waliofanya, hawakufanya wema wote. So ile tabia ya kusubiri kwanza ati utafanya wema baadaye, ama kumuomba Mwenyezi Mungu akupe ndio ufanye wema, hiyo sio tabia nzuri, wala sio picture mzuri. Ni picture ya watu wa motoni. Tujizoeleshe kutanguliza mema, ndio tuwe na kitu cha kujitetea mbele ya Allah. Unaona Mtume sallallahu alaihi wasallam siku ya kiyama angeulizwa ni nini alifanyia Uislamu, ni ama ni nini iliyomtokea katika dini yake, meno yake mbili hana kwa sababu ya la ilaha illallah. Masahaba waliumia, walipata shida kwa ajili ya la ilaha illallah. Wengine walifilisika, mtu anatoa mali yake yote kwa ajili ya la ilaha illallah. Wako na vitu za kujitetea mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Sisi tunatakana na sisi tuwe na mambo ambayo yatatuweza, tukitoka katika hii ardhi tuna zawadi mzuri ya kupeleka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, hususan wakati tuko vijana. Wachana na uzee, peponi hakuna wazee. Bali hatusemi kwamba wazee wataenda motoni, ni kwamba watu watafufuliwa wakiwa vijana. So ujana ni muhimu sana. Wakati wewe uko barobaro, unajua wakati huu ndio damu moto. Ukiambiwa na kasera akikuita tu na kibia bio, sasa ndio damu inachemka. So wakati huu ndio wakati wa kujiweka quarantine ya kidini. Ndio wakati wa kujihifadhi. Ndio wakati wa kujiweka kama binadamu. Ili hata wewe ukiwa mzee unaambia vijana, mimi nikiwa kijana kama nyinyi nilikuwa ABCD, una kitu mpaka ya kueleza wajukuu zako. Una kitu ya kueleza watoto wako. Lakini kama utakuwa mkorofi, itakuwa ni hatari Sheikh. Itakuwa ni hatari sana. Hivi baada ya kusilimu uliitwa nani? Suleiman Said. Na umesema umesilimu ama ulipendezwa na nini hasa katika dini ya Uislamu? Dini ya haki. Naam. Na bado ni kitu nilikuwa nataka. Ni kitu ulikuwa unataka. Umesilimu mwaka gani? Hii mwaka. Kwa hivyo umesilimu juzi tu. Na baada ya kusilimu family wamejua? Anasemaje mama? Hakupenda lakini. Naam. Alishamelesha. Alikuwa hakupenda. Ni nini hasa alichukia katika hii dini? Ama wanasema unajua kuna kashfa nyingi. Mwingine anasema mkisilimu, kijana akisilimu ataenda kwa Al-Shabaab. Hiyo vijana washajua siku hizi hawawezi enda huko. Wanajua kwamba hakuna umuhimu pale, ni kwenda kujiua bure na kwenda motoni bure. Vijana hizo shughuli hawafanyi. Vijana wanajitafutia riziki zao za halali, hawajihusishi na mambo ya kigaidi na mambo ya kijinga. Washajua Uislamu ni amani. Hakuna Uislamu unafundisha kuua ovyo ovyo. Uislamu unatufundisha atakayeokoa nafsi moja ni kama ameokoa dunia mzima. Na atakayeua nafsi moja pasipokuwa na haki ni kama ameua dunia mzima. Kumaanisha Uislamu haushagii na ukubali mambo ya ugaidi wa kiholela holela. Uislamu ni amani. Uislamu unatufundisha upendo. Uislamu unatufundisha kuwa pamoja. Hivi mama anasema nini? Yani dini ya Islam itafanya ninge na mambo ya ugaidi. Naam. Lakini wewe unajua kwamba ni amani. Naam. Kwa hivyo umeingia juzi. So ndio umeanza kusoma dini. Na mimi leo nitakupatia kitabu ya sala hapa. Japokuwa hizi vitabu niko na chache kabisa, nilitoa photocopy kwa kama 20 hivi, maana tunazoea kununua kule pande za za Isili, na Isili iko under lockdown. So hatujaweza kuingia, so tunazitoa photocopy. Kilicho cha muhimu katika hizi kitabu ni yale maneno ya Qur'ani, sio ati picha ama nini. Yale maneno ya Qur'ani ndio tunayahitaji. So hata tukitoa photocopy iko sawa. Bora iwe maneno yanaonekana. Hii ni kitabu ambacho ukijisomea vizuri unaweza hasa kusali vizuri peke yako bila kuongozwa na mtu. Kina muongozo wote kutoka kwa udhu, kutoka kwa usafi, kila kitu iko ndani. So karibu sana katika Uislamu.
Na inshallah tumesema tukipata mpangilio huo tutaweza kunini. Kanzu ikiwa itakuwa kubwa utajua namna utaifanyia. Karibu sana, pia hii ni zawadi yetu ya kanzu inshallah. Karibu sana katika Uislamu na usikufe moyo. Uislamu ni hatua na hakuna kizuri kinapatikana pazuri. Hata mitume walipata misukosuko, walipata shida. Hata mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni mtume bora zaidi duniani, lakini alikashifiwa. Anaambiwa wewe kama ni mtume gani maskini? Maana mtume sallallahu alaihi wasallam Allah alifanya hekima, alimjalia kuwa ni yatima mtume. Ndio Allah anasema alam nashra laka sadra. Hii sura imeshuka kwa ajili ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa ni yatima, kisha Mwenyezi Mungu akafanya nini? Akamuinua. Ndio Waarabu walikuwa kusema Allah alikosa mwingine kuchagua mtume, akaona chagua yeye yatima maskini kama huyu. Akachagua mmoja katika matajiri wasifiwa kama Abu Jahal, alikuwa ni tajiri katika mji wa Maka, tena ni ami ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Sema Allah amekosa tu mtu wa kufanya mtume, amechukua yatima na maskini. Na ndio unakuta hatusemi kwamba matajiri hawataingia peponi, kunao wataingia peponi, lakini mtume sallallahu alaihi wasallam aliomba kuingia peponi na maskini. So usije pengine ukaona kama uko dhalili kwa kuwa maskini. Wengi watakao kuwa peponi ni maskini, wengi. Mtume sallallahu alaihi wasallam aliomba kuingia nao kule peponi, maana maskini ako na kumbukumbu ya Allah zaidi. Kila akikaa na mkumbuka Mwenyezi Mungu. So usije pengine ukaona leo nimepata kesho sijapata ukakufuru. Ukipata shukuru, ukikosa shukuru. Haya tuliyoko na hayo duniani machache sana. Nani amedumu hapa? Kuna watu tajika hawako. Kuna mzee Jomo Kenyatta, nini amekosa hii Kenya? Kila kitu alikuwa nacho. Familia yake ni miongoni mwa familia tajiri sana hapa Afrika, lakini amekaushwa yuko kaburini. Ile mali yake inamsaidia? Haina chochote. Wako wengi wafalme tajika katika hii dunia, wote wameingizwa ndani ya matumbo ya kaburi. Mali yao haikuwasaidia. Juzi kuna bilionea Mwarabu alikufa juzi, ameacha nyumba imejaa dhahabu, ametengeza kitanda ya dhahabu, viti za dhahabu, lakini mwisho anafungwa sada nyeupe, kitambaa nyeupe ndio anaenda nayo kaburini. Hiyo mali haikumsaidia. So tusione mali kama ni big deal. Shukuru na ile kidogo ambayo Allah amekupa. Na Allah anasema mkinishukuru nitawazidishia. So hakuna kitu kizuri, utajiri mkubwa ni kinaa kutosheka na ile kidogo umepewa. Huo ndio utajiri tosha. Hutawahi sujudia mwanadamu. Hutaona huyu ni bora kwa sababu ako na mali. Unajua kuna wengine akiona tajiri anakimbia kwake karibu amsujudie, ampigie magoti. Nonsense. Hana kitu yule. Dakika yote ataondoka hapa, hata upelekwa na sada huko. Ile yako unapata ukishukuru Allah. Ukiwa na utajiri wa moyo unakuwa zaidi. Saa hii nyinyi nyote mko bora kuliko rais wa Kenya, mko bora kuliko deputy rais, mko bora kuliko hao mnaoona watu wakubwa hivi. Kwa sababu moja, neema ya Uislamu. Uislamu ndio unafanya watu kuwa bora. Uislamu ndio zawadi kubwa ya kuondokea hapa duniani. Kwa hivyo karibu sana katika dini ya Uislamu. Ulipo usilimu umesema umeitwa Suleiman Said. Inshallah uzidi kufuatilia dini na inshallah tutazidi pengine kuwasiliana tukiwa na jambo. Sisi tumeona pia hii sehemu yenu, tutakuwa tunawatembelea inshallah. Sote ni madugu. Uislamu unatufundisha kuwa pamoja, tuna kitu cha. But ule udugu wetu, ile kupendana kwa ajili ya Allah inatosha. Hiyo inatosha. So msisikie mko peke yenu, kuna madugu zenu wengine. Sisi mnajua ni watu wa dawa barabarani huko, lakini tunawapenda kwa ajili ya Allah, sio kwa sababu nyingine. Sisi tunajua wanaosilimu mambo wanayopitia, na madarasa zikifunguliwa pia, kama hatutapata mwalimu tutaanza kupeleka wale vijana wako free madarasa Darul Qur'an kule pande za Narok.
hiyo nitaweza, hiyo natoa guarantee. Wale ambao watakuwa tayari madarasa zikifunguliwa, hiyo haita shida kwa sababu tumeishi kupeleka. Sio kitu ambayo haiendelei. Tumekuwa na wanafunzi mpaka corona ilipokuja, tulikuwa na wanafunzi wanaenda wanamaliza miezi 3 wanarudi, wanamaliza 3 wanarudi. So hiyo itakuwa ni rahisi na nyepesi kwetu. Tukikosa mwalimu, unajua ile pia ukienda mahala miezi 3 hivi utatulia na utasoma kuliko ukiwa area ya nyumbani. Ile area ya nyumbani ni ya wale ambao wako na family. Mtu ambaye kidogo paka hangaike watoto wakule, huyo ndiye anachukua darasa area ya nyumbani. Lakini yule ambaye hajapata family, ni vizuri akijitolelea kwa ajili ya Allah, aende asome miezi 3, akirudi amejisimamisha sasa. Ataweza hata akipata familia yake nini, ataweza kuwa na ule msimamo wa dini. Tuombe hii mambo ikwishe. Baada hii nayo ni balaa nyingine inshallah. So karibu sana. Haya, mwingine kunaye ambaye hatujahojiana inshallah akaribie, kwa sababu tunataka kuwaiwai tena, tunaenda sehemu zingine inshallah. Ndugu yangu, ningependa kujua majina yako kabla ya kusilimu. Ulikuwa unaitwa nani? Eric Ramozi. Eric Ramozi. Kutoka pande gani nchi yetu ya Kenya? Kaloleni, Mombasa. Mombasa, mashaallah. Kwa hivyo Mgiriama. Mashaallah, takbir. Wewe ni Mijikenda. Ni moja ya watu wa kaya. Mashaallah, mashaallah, mashaallah. Huyu ndiye Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ukiangalia katika vijana tumekuwa nao katika hizi vikao, wako makabila tofauti tofauti. Mara kuna Wajaluo, unakuta Mkikuyu, unakuta Mkisii, unakuta kama huyu Mijikenda, na wote wako pamoja kwa ajili ya la ilaha illa Allah. Kumaanisha Uislamu unaweka ukabila bali. Hakuna ile madharau ya makabila. Na hii ndio unasikia watu wakifuata Uislamu, hata utasikia violence za election. Kwa sababu hata wakati wa violence za election huwezi sikia ati Mjaluo Muislamu anapiga Mkikuyu Muislamu. Haitatokea. Wala hata utasikia yule Mjaluo akisema huyu ni Kikuyu. Hakuna. Wote ni brothers. Uislamu unavuja mambo ya ukabila. Nakumbuka post election violence, watu wote dini moja. Wote walikuwa ni Wakristo, wanachomeana ndani ya kanisa. Wenye kuchomwa ndani ya kanisa Wakristo, wenye kuchoma Wakristo. Hiyo haiwezi tokea katika Uislamu. That is nonsense. Dini yetu ya Uislamu inatufundisha upendo. Muislamu ni kinga ya Muislamu mwenzake. Yaani Muislamu mmoja akiumia, yule mwingine ameumia. Yaani sote tunahisi ule uchungu. Huo ndio Uislamu. Na tukiwa hivyo tukipendana, dini yetu itaenda mbali. Sasa hivi ndio dini ambayo inakuwa zaidi duniani. Paka wanaanza kuchangana, kuhangaika. Pope mwenyewe anahangaika, anasema watu wanatoka kanisa ya Katoliki na kuingia Uislamu bila hisabu. Wanatafuta mbinu ya kujaribu kusimamisha hili, na ndio sasa ndio zama za zamani. Watu wanaingia, hawaachi kuingia. Sasa mtu ataenda Ukristo gani ikiwa pastor wako quarantine saa hii? Wote waliokuwa wakiponya, viwete wanatembea, vipofu wanapona, wenye ukimwi wanapona, wote wako quarantine. Miujiza imekatika. Wengine walikuwa wanaongea na Mungu na simu. Hello? Is this heaven? Wako wapi? Kwani wamepoteza namba za Mungu? Corona ilifunga internet ama ilikuwa aje? So hii yote inaonesha ukorofi na upotovu wa mapasta. Wako wapi? Huwezi kuona pasta mahala. Wamejificha, wote wako kwa manyumba la bibi zao. Kwanza mapasta huwezi ona hata wanakuja kikao kama hili. Sema corona kali inaua, inamaliza. Hawaogopi Mungu. Ogopa corona sana. Hawajui kwamba kuna Mungu. Japo kuwa corona tunachukua tahadhari, lakini tunatawakali kwa Mungu. Haiwezi kukushika bila idhini ya Allah. La haula wala quwata illa billah. Aliyu adhim. Hakuna dhala wala shida yoyote inaweza kupata mwanadamu isipokuwa kwa idhini ya Mwenyezi Mungu. Kama Mungu hajasema utapata corona, huwezi kupata. Hata ukikaa na watu 60 wenye corona huwezi kuipata. Mpaka Mungu aandike. Hivyo ndivyo ilivyo. Angalia Kenya ya sasa. Kenya wamehesabu corona sijui ni 1000 ni sijui na ngapi. Japokuwa tuziamini sana, miezi 4. Watu 1000 peke yake ndio wameshikwa na corona. Wanasema waliokufa ni 50. Hii miezi ile wangapi walikufa na ukimwi? Wangehesabu wa ukimwi wangekuwa wengi kuliko wa corona.
Wangehesabu wa malaria wangekuwa wengi kuliko wa corona. Haya, wa mafuriko ni zaidi ya 200 Kenya. Kwa nini tusiogope mafuriko kuliko corona? Lakini la muhimu ni kuogopa Allah na kutawakkal kwa Allah. Kabla ya kusilimu umetueleza majina yako. Umesilimu mwaka ngapi ndugu yangu? 2006. Kipi kilikupelekea mpaka ukapenda dini ya Uislamu na ukasilimu? Marafiki Naam. na pia ile tu kwa kupenda hiyo dini nilikuwa nimeipenda tangu kitambo. Na uliposilimu ulipata changamoto gani kwa wazazi ama familia, ndugu na marafiki? By then wazazi walikuwa washafariki. Naam. Wote. Nilikuwa nimebaki tu na mandugu. Kwa hivyo wewe wakati huo hata ulikuwa kama yatima. Naam. So nikaamua mwenyewe, pia familia ikakubali. Naam. Ndio. So ukawa Muislamu. Katika mandugu zako kuna mwingine amekuwa Muislamu? Kama dada yangu alinifuata pia. Mashaallah, takbir. Naam. Dada zangu wawili na ndugu yangu mmoja. Naam. So sasa kule kwenye hata Uislamu upo sasa. Ikiwa ndugu ameingia na dada, tayari Uislamu umeingia katika nyumba yenu. So tunashukuru sana kwa kupatana na wewe, na sijui una usia gani kwa wale ambao wanasema Uislamu dini ya mashetani, Uislamu dini ya magaidi, Uislamu dini, yani wanaoongelea Uislamu vibaya. Una ujumbe gani kwao? Kabla uongee ni ukaribie ujue. Uisome. Uone Uislamu waongelea nini. Uislamu ni dini ya amani. Naam. Inaleta kupendana. Naam. Inahimiza watu wakae pamoja. Naam. Na kumwogopa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Naam. Kwa hivyo hiyo ndio kauli ya ndugu yetu. Uliposilimu ulitwa nani? Ismail Jabbar. Ismail Jabbar, mashaallah, takbir. Allah. Alisilimu na ndio huyo ametoa wasia watu wasizungumzie Uislamu wakiwa mbali. Jiweke karibu katika Uislamu ili ujue. Si unasema mtume wao alikuliwa na nguruwe. Umetoa wapi? Wapi imeandikwa kwa gazeti ama hata kwa novo? Hizo ni kashifa, porojo ambazo hazina mwelekeo. Wewe kama unakula nguruwe, kula ukijua unakula uchafu. Na mtu anakula nguruwe anaweza kula hata mafi. Kwa sababu nguruwe na mafi kuna tofauti gani? Mafi ni najis, nguruwe ni najis. 11:7 Walawi. Mungu anasema nguruwe ni magigi, nguruwe ni uchafu, ni najis. Msile nyama yao wala msikaribie mzoga wao. So kama unakula nguruwe hata shonde unaweza kula tu. Hakuna tofauti. Unakulaga shefe, sakramenti. Inatengenezwa na shonde. Alafu mimi huwapa mawaidha. Badala ya kula nguruwe kuleni ubwa. Japokuwa sio kwamba ubwa ni halali. Ubwa ni haramu, lakini ubwa ana afadhali kuliko nguruwe. Ubwa najisi yake iko hapa kwa mdomo na pua. Lakini nguruwe mwili wake yote ni najis. So na maradhi ya ubwa ni kidogo, ya nguruwe ni mingi. So badala ya kula ubwa kula nguruwe kuleni ubwa. Japokuwa ni haramu, sijasema hivyo. Useme nilisikia Sheikh kwa YouTube anasema tukule ubwa. Ubwa zikosekane kwa mtaa. Ubwa ni haramu, lakini ubwa na afadhali kuliko nguruwe. Tuachane na nyama ya nguruwe. Unajua usigizia nguruwe yao mile mtu Muhammad ilimkulia wapi? Nguruwe anafanya nini Maka? Hakuna nguruwe Maka. Hakuna nguruwe Madina, ilimkulia Muhammad wapi? Hizi ni porojo na kashfa za kukashifu dini tukufu ya Uislamu. So wachaneni na uchafu. So rafiki yangu, ningependa kujua unajihisiaje tangu ukuwe Muislamu? Hii dini unaiona vipi? Dini naipenda. Naifuata. Na nikikompea na zamani, azipelekani vitu mbili tofauti sana. Na Uislamu haufichi. Unaweka kila watu mabaya na unaamrishana mema. Mashaallah, kabisa. Huo ndio Uislamu. Allah anasema kuntum khayra ukhrijat lin-nas ta'amuluna bil ma'ruf. Kwanza unaamrishana mema na unakatazana maovu, watuminuna bila, na pia unafanya Waislamu wamwamini Allah Subhanahu wa Ta'ala. So pia na wewe na kukabidhi zawadi ya kanzu inshallah. Hii ndio saizi yako nadhani. Unaonekana mrefu. Inshallah.
Karibu sana katika Uislamu na uzidi kuendelea na dini ya Uislamu. Kuna mwingine kitabu ya salamu ushaji wa Kiswahili. huyu ashajua 2006. 2006 ni kitabu bwana. Miaka 10 shaka na kitu. Mashaallah. Pia tumepata mgeni wetu mwingine, tungependa kujua ndugu yangu, na wewe unaitwa nani ama ulikuwa unaitwa nani kabla ya kuwa Muislamu? Nilikuwa naitwa Shadi Mtabis. Shadi Mtabis. Mtabis. Huyo ni kabila gani? Mjaluo Mluya. Mjaluo Mluya, mashaallah. Kwa hivyo wewe ni shemeji na sijui tutakuitaje. Unajua Waluya ni mashemeji wa Wajaluo. Mashaallah, mashaallah. Mzaliwa wapi hasa? Maseno huko ukielekea Busia. Ndio kawa huko katikati, maana hiyo ni boda ya Wajaluo na Waluya. Mashaallah, mashaallah. Ulisilimu mwaka gani? Mwaka uliopita. Ukiisha. So uko na miezi kama 5 hivi tangu usilimu. Ndio. Mashaallah, mashaallah. Kipi kilikupelekea mpaka ukapenda dini ya Uislamu? Nile shule nilikuwa nasoma. Naam. Marafiki wangu wengi walikuwa Waislamu. Naam. Na ni dini yake. Naam. So marafiki walikupelekea kufuata Uislamu. Kwani marafiki walikuvutia na nini hasa katika Uislamu? Kutoka utotoni nilikuwa natamani kuingia kwa hiyo dini. Naam. Sasa nilikuwa nanimiza niingie kwa hiyo dini. Naam. Dini nzuri ya haki na iko na nini hasa tuseme uliona hasa ikakufanya uwe unapenda pale ndani kabisa? Unajua ni mengi lakini moja ambalo lilikufanya ukapenda sana Uislamu. First of all nilikuwa na mpenzi wangu alikuwa Msomali. Naam. Sasa tena ndo alinipea ile courage, unaona? Naam. Ndio nikavutiwa hivyo. Naam. Nikasilimu. Ukasilimu. Na uliposilimu uliitwa nani? Abdul Karim. Abdul Karim, mashaallah, mjawa mkarimu. Hivi uliposilimu ulipata changamoto yoyote kwa familia, wazazi hivi? Changamoto ni mingi. Naam. Wazazi hata walikuwa wananiuliza hiyo dini gani? Naam. Nikamwambia mimi nilifurahishwa na hiyo dini. Naam. Lakini mwisho walikuja wakakubali. Naam. Kaniambia tu ni sawa vile mambo. Naam. Kwa hivyo wewe uko na siku kidogo sana, mwezi 5 tangu usilimu. Na naona hapa at least kuna namna mnajaribu kuelimishana katika sehemu kama hii. Wallahi Waislamu, mimi hata nashangaa wako wapi ndugu zetu Waislamu. Vijana wanasilimu wanajipanga wenyewe, wanajaribu kung'ang'ana wenyewe vile watapata dini. Wallahi hii ni challenge kubwa sana kwetu sisi Waislamu. This is a very big challenge. Watu wanasilimu wanajipanga wenyewe kutafuta dini, huyo mtu mwenyewe anajipanga kutafuta elimu. Tunafanya nini Waislamu? Wallahi tumelala Waislamu. Tuinukeni, tufanyeni hii da'wa. Sheikh, ikiwa tutashikamana kufanya hii da'wa, hii Kenya yetu mzima na dunia nzima watu watakuwa Waislamu. Wanaotaka Uislamu ni wengi, sisi Waislamu ndio tumeufisha. Sisi ndio tumekataa kutembeza dini yetu. Tumekuwa wachoyo na dini yetu, na tusisahau Allah alilaani Bani Israeli kupitia kwa Zaburi ya Nabii Daudi na Injili ya Nabii Isa kwa kutofanya da'wa. Walikana dini yao, walificha dini yao, wakafisha kitabu cha Allah, ndio Allah akawalaani. Waislamu tusiwe kama wale, tusisubiri laana ya Allah itujilie. Tufanyeni da'wa, tusaidieni ndugu zetu ambao wanasilimu, sio kuwasaidia tu na pengine pesa ama chakula, hata elimu. Hii ni sadaqatul jaria. Huyu akishika alif bete aanze kusoma Qur'ani, aanze alhamdu, wewe unapata thawabu mpaka siku unaingia kaburini. Yeye na yeye akipata watoto atawaelimisha, kizazi chake chote kitakuwa ni Waislamu. Kila wanachosoma wewe unaandikiwa katika mezani yako, hata ukifa inakuwa ni sadaqatul jaria. Nini Waislamu wengine tunataka? Wajua Yusuf. Naam. Inakaa pia mapenzi ya Allah Subhanahu wa Ta'ala atatukosa. Naam. Ukisoma katika Qur'an Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema, naam, inna Allaha yuhibbu alladhina yuqatiluna fi sabilihi saffan. Naam. Ka'annahum
bunyani nusus. Mwenyezi Mungu anawapenda watu ama anawapenda wale ambao wanashikamana na dini yao. Kana kuta ni hizi mawe. Yani step by step ndio kuta unajengeka. Lakini leo ukiangalia katika Uislamu, Waislamu tumejitenga. Mfano leo utafanya da'wa, atasilimu mtu. Huyu mtu hakuna mtu atashughulika naye. Huyo tayari amewachwa. Tayari hilo ni pengo limeingia. Ati amesilimu huyo sasa ndivyo. Amesilimu sana, shauri yake na swala zake nini? Ndio unakuta wallahi mtu namuuliza wewe ni Muislamu, akona miaka 20, akona miaka 30 ameingia katika Uislamu, lakini wallahi hata suratul Fatiha hajui. Tatizo sio lake, tatizo ni kwamba amesilimu lakini hakuna zile taratibu za watu wa kusilimu zinachukuliwa. Na hii ni challenge kubwa sana kwa maimamu wetu, maustadhi wa madrasa, kila mtu anakimbia. Leo imam kama akitaka kazi basi kazi yake anajua ni kuswalisha basi 5 salawati. Aswalisha swala 5, yeye akishamaliza basi afunge mlango wa msikiti, huyo ameenda zake. Kazi amemaliza. Dini tumechukulia ni ya kutafuta riziki. Hapo ndio tumeanguka mtihani. Leo hata kijana akitoka hapa ameenda kusoma madrasa anataka awe imam. Kwa nini? Kazi ya imam iko na mshahara mzuri. Hapo tumeanguka mtihani. Kijana anatoka nyumbani anaenda kusoma madrasa awe mwalimu wa nini? Wa madrasa apate mshahara mzuri. Hapo tumeanguka mtihani. Hatusomi tupate elimu ituongoze katika dini. Iongoze, ipate kuongoza wengine, ipate kusaidia wengine walioingia katika dini. Leo Yusuf tumetembea dawa katika dawa, kuna misikiti tunakuta hata mtu anaadhini. Anaadhini, baada ya kuadhini anatoka na anakwenda aswali tena, anaulizwa vipi Sheikh? Bwana hauswali. Sawa Sheikh, nishaadhini, kazi yangu nimefanya, imebakia ni imamu. Imamu naye anakuja anaswalisha, yeye hataki kujua. Anaswalisha, hata kama ataswalisha mtu mmoja, anatoka anaenda zake. Hakuna dawa inafanyika, hakuna mawaidha inafanyika. Mawaidha ni juma baada ya juma. Ramadhani ndio utaona maimamu na wengine wanachangamka. Lakini kishaisha hapo, Ramadhani si imeisha sasa hivi. Sahi hata wengine sasa hivi. Wallahi utashangaa Sheikh. Hata kutoa sadaka watoi. Hata sadaka mtu anakuambia tumefunga michango yetu, Ramadhani imepita. Sasa mwaka mzima wanasubiri ndio watoe sadaka. Ndio unakuta wallahi katika Uislamu pengo imeingia mingi sana. Leo challenges zimekuwa mingi katika Uislamu. Kama ni vijana wa Kiislamu hawapo, wamepotea. Kama ni wasichana ndio wamepotea. Hususan waliozaliwa katika dini kwanza ndio kutupa kabisa. Maana unajua mtu akisilimu ni sawa sawa na uende nyumbani umechukulia mtoto wako kiatu kizuri. Ukishamvalisha yule mtoto wallahi akae kwa nyumba, atakimbia huko, atafurahi. Ndio mtu mwenye kusilimu. Akisilimu wallahi anakuwa na raha, anakuwa na mapenzi kwa sababu ni anatangaza ule Uislamu wake na ameingia kwa dini. Angalia kama Muhammad ameingia katika dini. Muhammad ukimwangalia tunapata, angalia hii ni pengine ni harakati yake. Hiyo ndio ametuleta mpaka hapa. Aliyakuwa haishi hapa, anaishi mbali. Lakini kwa ile mapenzi ameingia katika Uislamu, ako na mahaba na Uislamu. Utakuta wallahi ni watu wa kuingia katika dini wanapigania Uislamu. Watu wa kuingia katika dini ndio wanashikilia Uislamu kabisa. Leo ukiingia misikiti mingi, mfano nenda Kayaba, mfano nenda Mukuru kwa Jenga, nenda misikiti mingi sana, utakuta wallahi watu pengine wanashikilia dini ni watu ambao wameingia katika dini. Yaani hao tu peke yao ndio wanashikilia. Lakini Abdalla amezaliwa katika Uislamu, yeye anajua basi babu yangu alikuwa Muislamu, nyanyangu alikuwa Muislamu, alhamdulillah certificate ya peponi niko nayo. Lakini la, ndugu zangu Waislamu, lazima tufanye juhudi. Na wallahi Mwenyezi Mungu anazungumza katika Qur'an. Ukisomesha Bwana Mtume anasema khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Mbora wenu ni yule ambaye anasoma Qur'an, ukaisoma kisha ukaifundisha. Wangapi leo ni mahafidhul Qur'an? Wako wengi sana, mashallah. Anasimama kwa jukwaa, anapiga aya vizuri kabisa, watu wanamshangilia. Siku hizi imekuwa Qur'ani ni hiyo, watu wanamshangilia, basi anapewa sauti nzuri, anajirekodi na wewe. Kusema ni haramu, kusema ni vibaya, lakini hebu itisha wale wengine. Yaumul Kiyama Allah atakuuliza, wewe umesoma Qur'an, umehifadhi. Kuna kina Muhammad, kuna kina Ali wameingia katika dini. Tena wanatamani kujua. Angalia katika blackboard, hebu cameraman angalia. Pale ukiangalia katika blackboard imeandikwa vizuri sana. Si kwa lugha ya Kiarabu, ndio, lakini inasaidia mtu wa kusilimu kusoma vizuri. Wako wapi wale wamesoma vizuri Kiarabu? Waje sehemu kama hizi, wachukue wakati wao, wajitolelee darasa, wasomeshe hawa watu Kiarabu, wasomeshe Qur'an, wasomeshe dini. Wallahi leo utakuta kijana amesilimu, bibi yake amesilimu. Hebu niambie Sheikh Yusuf, mimi na wewe tuna wake pengine tunajua kuoga vizuri,
janaba, tunajua kujitoharisha. Huyu mtu ameingia katika dini leo, amesilimu yeye pamoja na mke wake. Na vitu ambazo anafaliwa afundishwe. Je, wameshafundisha? Leo kijana anakuwa na bibi yake anamuingilia, anajua tu basi mimi ni kuoga kutoka bafu, basi hajui namna ya kutoa janaba wala ni shida ni nini. Shida si yeye, anatamani asome, anatamani ajue dini, lakini wallahi tumekuwa wachoyo na dini. Leo mtu akishakuwa ulama basi yeye atakaonekana kazi yao kuitirafiana tu akitoa imamu huyu mawaidha, akitoa fatwa fulani yeye ako tayari amfuate nyuma, fanya haraka update shekhe amekanyanga update, kanyanga unakanyanga. Wanaanza kutoana makosa mashehe kwa mashehe. Yaani dini imekuwa siku hizi yule alikosea, shekhe fulani kakosea, mtume hakusema hivyo, wanatoana makosa kwa mtandao. Na hali ya kuwa kuna watu wanahitaji hizi elimu wafundishwe, mashekhe hawako katika kufundisha. Na samahani kwa mashekhe wetu na pengine maustadhi, pengine mara mingi tunawataja sana, lakini tunawataja kwa sababu tuna machungu. Sisi kama wanaharakati wa dawa, wallahi tuna kazi imekuwa sasa ni mingi kwetu. Lakini alhamdulillah tunashukuru ni kwamba Allah ametupatia hii jukumu na alhamdulillah tunaweza kuifanya. Swali kubwa ni kwako wewe imam ambaye umetaharaji, umesoma ilmu, Allah amekujalia ilmu. Wanasema watu wa Biblia sio wao. Hii ilmu yako umeipeleka wapi? Hii ilmu yako imewasaidia wangapi? Aliposilimu Abubakar, radhi za Mwenyezi Mungu zimuendee. Hebu angalia katika msururu, angalia Abubakar alifanyia nini dini. Aliingiza wangapi katika dini, aliwafundisha wangapi katika dini. Kadhalika kina Umar, kina nani, wote walifanya bidii baada ya kusilimu kwao. Wewe acha kusilimu, wewe umezaliwa katika Uislamu, umesoma, umeenda Madina, umeenda Maka, wewe ni mwanachuoni mkubwa. Elimu yako iko wapi? Kazi yao kuitirafiana wenyewe. Hakuna elimu shekhe. Vijana leo wanapotelea katika mihadarati. Leo vijana unakuta kijana ni Muhammad, ukimtaka umpate msikitini, unampata katika bezi za Mogoka. Matatizo sio yeye. Tusiwe kama wazee wa zamani, ama pia mtu akishazeeka. Leo mzee anasema wallahi vijana wa siku hizi ni bure sana. Wewe mzee katika ujana wako, wewe sisi ni bure, vijana wengine ni bure wa sasa. Wewe katika uzee wako, katika ujana wako ulifanyia nini dini? Unaona? Hii ndio kitu ambacho tunafalio sisi Waislamu tuwe nayo katika nyoyo zetu. Leo angalia Sheikh Yusuf, nirudi katika sadaka. Leo hawa wasiokuwa Waislamu, ndio sitawataja dina, kila siku ama kila Jumapili na Jumamosi unakuta amemfundisha mtoto wake. Every Sunday na every Saturday anabeba sadaka. Hii sadaka ni ya nini? Ya kusaidia kanisa, ya kusaidia mchungaji. Kila siku anajua baba lazima anipatie 10 nipeleke wapi? Sadaka ya kanisani. Je, sisi Waislamu hii program tuko nayo? Ushafundisha mtoto wako sadaka ni kitu muhimu? Wallahi hakuna watu wanafundishana. Leo kijana anaambiwa nenda msikitini, basi mambo kama hayo yanaisha. Kwa hivyo kwa maoni yangu ama kwa rai yangu kwa Uislamu, wallahi tuache kulala. Hii dini wallahi inahitaji kufanywa kazi. Hii dini inahitaji kuchangamkiwa. Na wanaofuatilia watafute, sio lazima sisi munini tuwalete hapa ama lazima ati pengine program hii iwe tuko nayo sisi. Kama wewe ni sheikh ama ustadhi unataka kujitolelea kufundisha hawa, jitokeze uletwe hapa. Tutakupatia namba za wenyewe hapa, ukuje hapa uwafundishe, uwasomeshe. Sio lazima tuhusike sisi. Kuja jitolelee uje wafundishe hapa. Kama uko na lolote unataka kusaidia vijana, tutakupatia contact yao, uje ukutane na hao vijana. Wallahi wanahitaji kuwa na ndugu zao Waislamu, wako na bidii kubwa. Washikwe mkono. Hapa tu ni kuelekeza, njia washategeza ni nyinyi tu. Tena wako tayari Sheikh, wamejipanga mashallah. Wengine ukienda wamelala wamesinzia, lakini Warube hata tuliwapenda sana. Na sasa nao ni mtaa mwingine Warube na huu ni mwingine. Kwa hiyo aje? Botela. Ina maana ni vijana ambao wako na bidii. So sisi kwanza kama kundi ya Tauhid Islamic Preachers, wallahi biidhnillah, kwanza mjue mmepata mandugu zenu. Mmepata makaka zenu, mmepata marafiki zenu tena wakubwa sana. Kwa hali na mali tutajaribu kwa uwezo wa Allah, tutashikana nyinyi mkono kwa mkono mpaka peponi inshallah. Semeni inshallah. Kile kitu ambacho na wakari jamaa na wapatia usia ni kwamba wallahi msirudi nyuma. Sisi wenyewe mmetutia moral. Tulikuwa moral bado haijashika, lakini wallahi mmetutia moral kabisa mpaka tunaona kweli hii kazi bado wallahi hatufanya. Iwe kuna corona, iwe hakuna corona, wallahi hatutalala na inshallah tutakuwa na nyinyi. Na wale pia wanatuona katika mitandao, pia nyinyi msiwaache ndugu zetu.
tusiwawache, wallahi ni watu ambao wanatuhitaji na sisi pia tunawahitaji. Huenda leo nimezungumza, yeye anakaa pale, wallahi mtu wa kusilimu ni chapchap, pengine mimi nimeteleza, anaweza kuja kaniambia pale kidogo ni watu pia sisi tunawahitaji. So usione pengine tunazungumza sana na ukali kwa maimamu na walimu wa madrasa huko na tunawachukia, hapana. Ni kwamba tunaona kazi yao kidogo imelala, imefifia. Kwanza kama sasa hivi wakati wa corona wengine wameenda kwa na taji kama wachungaji. Yaani kama wizara, unaona kama serikali iko na wizara yake tofauti. Wizara ya imam ni wizara ya pale msikitini. Sawa, msikitini na maana kila kitu ni chake juu yake. Mtu akisilimu dini yake nini, kusoma kwake anafaliwa juu. Hiyo ni wizara yake. Kuna wizara ya watu wa tabligh. Ina wizara yetu ni wizara ya nje. So wizara ya nje alhamdulillah nadhani imechangamka kutosha na Allah ni shahidi. Lakini wizara ya ndani wallahi imelala. Haya tu ndio yangu Sheikh Yusuf. Naam. Kwa hivyo ndugu yangu, uliposilimu umesema umeitwa Abdul Karim, na uko na usia gani kwa ndugu zako Waislamu ambao wanatufuatilia katika mtandao? Na wahimiza tu Muslim ni dini ya haki. Naam. Na ile naomba mtu akijisikia ni free. Naam. Mtu anaweza kuja aslimike. Naam. Na yangu tu ni yote. Sasa mimi pia nakukaribisha kwa zawadi ya kanzu, na kwa vile umesema umesilimu juzi pia hii ni kitabu ya sala na mafundisho yake kinakuelekeza zaidi. So inshallah kuna mwingine ambaye tuko naye huko Ruben. Kuna huo kupata kanzu lakini leo kwa Ruben kuja kidogo. Sawa, huyo tumekuwa naye hapa. Wewe ulikuwa naye Ruben. So wawili hawajapata kanzu. Wawili hao tutawapatia kanzu yao inshallah. Nadhani huyu ndio wa mwisho kwa sababu ya muda. Sasa. Asalamu alaykum. Napenda kujua ndugu yangu, wewe ni kijana bwana, na leo sio saumu ama umeanza sita? Bado. Unaitwa nani kwanza kabla ya kuwa Muislamu ulikuwa unaitwa nani? Umeadhiniwa. Ulizaliwa Muislamu? Mashaallah. Kwa hivyo huyu amezaliwa Muislamu already. So karibu tuzidi kuwa pamoja inshallah. Na inshallah tutawatembelea tu tena. Na mimi najaribu kufuatilia yale mambo tuliyoongea na wewe na tuliyoyafikisha. Inshallah tukifaulu mtakuwa mmefaulu. So uwe na subira tu. Unajua hali ya Uislamu ni ile ile. Leo hata kuna mtu atakupa ahadi alafu tena ustukie hakutekeleza. Hata simu achukui. Hata simu achukui. Unajua Ramadhani imepita. Na Ramadhani kidogo watu huwa imani iko juu kuliko wakati sio Ramadhani. So tuombe Mungu azidi kuwapatia imani. At least sisi hata kama sio hiyo pia tupate hata angalau mwalimu mmoja. Tumweke hapa inshallah. Wanawake watakuja kama tutakula. Naam, kuna wanawake pia. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi multada. Karibuni tena ndugu zangu Waislamu na wasiokuwa Waislamu wanaofuatilia baadhi ya simulizi za waliosilimu na majanga ambayo yamewapata na vipi wanaendelea katika dini hii tukufu ya Uislamu. Tumeweza kutembelea dada zetu wengine hapa, watajitambulisha. Ningependa kwanza kujua dada yangu pande wa kushoto unaitwa nani? Unaitwa Zamzam. Zamzam ina maana ni baada ya kusilimu ndio umeitwa Zamzam. Kabla ya kusilimu ulikuwa unaitwa nani? Winnie Dakwa. Umetoka Ukambani ama? Upande wa Western ni Waingo. Mashaallah, mashaallah. Kabla ya kusilimu ulikuwa dini gani ama ulikuwa dhehebu gani? Nilikuwa Mkristo. Naam. Mkristo wa kanisa gani ama ulikuwa uende kanisa yoyote? Nilikuwa Mkristo mwenye aende kanisa yoyote. Mkristo tu wa mtaa. Mkristo wa mtaa. Mashaallah. Lakini umesilimu wakati gani? Ama mwaka gani? 2018. So uko na kama mwaka na kitu tangu usilimu. Kipi kilikufanya ukapenda Uislamu na ukaacha Ukristo? Kwanza mimi nimelelewa kwa mazingira yenye ilikuwa imejaa
Waislamu. Naam. Kwa tunaishi karibu na msikiti. Naam. Majirani walikuwa Waislamu wote. Naam. Kitu kingine ni mimi nilikuwa na baba peke yake, sikuwa na mama. Sasa hao majirani wenye wamenilea ni Waislamu. Sasa ile twendeni madrasa pia ninafuata. Ulikuwa unafuata. Na hivi katika kufuata kwako ulionaje haya mazigala na tabia za Waislamu? Sasa katika hiyo kufuata niliona hiyo mazingira ya Uislamu inanifeva kwa sababu wasichana wa Kiislamu wako safe. Naam. Sasa muda wote tumejistiri, tunashinda tumejistiri. Si rahisi utembee upate situations za msichana Muislamu amenajisiwa mara nyingi. Kwa sababu wako na mavazi ya adabu. Hawaji-expose mwili zao. Sasa nilipenda tu hivyo kabisa. Mashaallah. Hilo ni sababu kuu, pia ni sababu kubwa sana na msingi mzuri unaoonyesha Uislamu na nidhamu yake na haki zake za wanawake. Unaona kama wengine husema Uislamu dini gani inamnyima mwanamke uhuru, inafanya mwanamke ni kama yuko jela. Kumbe ile kujistiri ndio njia nzuri pia ya protection ya mwanamke na msichana wa Kiislamu. Ile wale wanavaa minisketi na nini inaonesha kwamba kwanza ni utofu wa nidhamu. Pili, yule mwanamke ama msichana anakuwa haheshimiki. Anaonekana mtu hana maana. Ikiwa umejistiri namna hii, hata ukiingia mtaani unakuta unaheshimika. Hata kukawa kuna wahuni hawezi hata kukuletea uhuni kwa sababu ya namna ambavyo umevaa. So Uislamu unafundisha nidhamu nzuri na ndio ukapendezwa na Uislamu. Na ndio ukasilimu ukaitwa Zamzam. Hivi umefanikiwa kuolewa? Naam. Mume wako ni Muislamu? Mashaallah. Uliolewa mwaka gani? Sasa mwaka ndani ya ndoa. So baada ya kusilimu, baada ya kukaa muda tu ulikuja ukaolewa. Mashaallah. Hiyo ni mzuri na uzidi kushikilia dini ya Uislamu. Kuna changamoto yoyote uliyopata baada ya kusilimu, pengine kwa family, kwa wazazi, kwa marafiki, kuna changamoto yoyote? Changamoto zilikuwa mingi. Naam. Kwanza changamoto kubwa sana ilikuwa pande ya babangu. Naam. Hakuwa anapenda kabisa, hakuwa amewahi kufuatilia mambo ya Uislamu. Sasa yeye alikuwa anachukulia Uislamu ni mambo ya ugaidi. Naam. Alafu pia hiyo wakati nilikuwa nafuatilia mambo ya Kiislamu kwa na mambo mingi za uhalifu wa Al-Shabaab nini. Sasa anasema umeingia kwa hiyo dini ya watu wa Al-Shabaab nini, lakini mimi namwambia Al-Shabaab ni watu tu wenye wanaharibia Uislamu jina. Naam. Kamimiza hivyo. Bahati mzuri pia mbaya Mwenyezi Mungu naye na mambo yake akamkutanisha na Waislamu, akafanya biashara 2-3 akakuja kuona Uislamu si mbaya, si eti watu ni wabaya. Naam. Changamoto nyingine pia ni pande ya marafiki. Sasa vile nimeslimu, inabidi sasa ujistiri, kupunguza hii mambo ya mzururo mingi. Kweli kabisa, mtoto wa kike hatakani kuzunguka ovyo ovyo. Sasa marafiki pia wako hapo, wewe siku hizi hauna form, utokei twende maraoni. Mango zenye unavaa zitubambi. Ndugu zangu Waislamu, ukisikia hiyo form hapa Kenya ina maana pana sana. Ukisikia hauna form, hiyo katika nchi yetu ya Kenya ina tafsiri pana. Ukisikia form tu inapana, yani hawezi hata kutokelezea kaenda kukaa na marafiki wakafanya vitu ambazo pengine za kama kutumia mihadarati hivi. Vitu kama hizo ndizo zinaitwa form. Ama form ni nini? Kukutana katika vibada za mogoka. Leo kuna form. Ukisikia kuna form, basi hiyo ni mogoka, kageta, wengine mtindi wanateremsha. Lakini Uislamu umefuta hayo yote. Umeondoa hizo hali za mihadarati. Unaelekeza watu katika haki na ukweli. Si ndivyo ilivyo dada yangu? Kwa hivyo hizo ni katika changamoto ambazo umepitia na inataka imani. Ile kuweza kujikontrol, ile kulega rafiki si mchezo. Ile rafiki anataka mwende form na wewe Uislamu umekufugia, na kweli sio kukufugia kwa sababu nakupa mwongozo mzuri. Kule kwenye form ndiko unakuta mtu amepata mimba nje ya doa. Kule kwenye form ndiko unakuta msichana wa Kiislamu ameharibikia ndani ya zile form hizo form. So inshallah mimi nahusia dada zangu wa Kiislamu
tushikamane na dini ya Allah na tujistiri. Sijui uko na pengine neno gani kwa Waislamu, kauli gani kwa Waislamu na wasiokuwa Waislamu? Kwa Waislamu wenzangu napenda kuwashukuru sana kwa wenye walinipokea na venye wameniweka. Na pia ningependa kuwahimiza wasiachilie hao Wakristo. Kuna wenye wanataka ni venye wanaogopa kujitokeza. Kwanza wengine ni hawa Waislamu hao uoria. Msiogopeshe hawa Wakristo kusilimu, msifanye ikaini kama dini ni yenu. Waonyeshe hii dini si yenu peke yenu. Pia hao wanaweza tujoin. Kitu kingine pia unaweza silimisha mtu, umemsilimisha, muonyeshe jinsi ya kujistiri. Umemsilimisha haya, kesho ako na long yake, utakuwa umesaidia. Ukiamua kusilimisha mtu, msimamie, muonyeshe hizi ndio nguo tunavaa, tunafanya hivi na hivi, na pia unafuatilia masomo yake. Ukisimamia masomo yake, hata kama atasema hiyo kulhuwalau peke yake, tena Mwenyezi Mungu atakuandikianga na hiyo kulhuwalau. Hata kama ataswalingi tu na hiyo kulhuwalau, itakuwa vizuri. Na pia wenye waja wa Kristo ama wenye wanatamani kuingia kwa hii dini ya Kiislamu, si mbaya. Dini ni mtu kujitolea. Ni mradi usislimu kwa ajili ya mtu na mtasikuahidi kitu, lakini kama ni nafsi yako tu, Allah atakuongoza na mambo itakuwa nzuri inshallah. Kauli kubwa sana, maneno mazito, maneno ya dhahabu. Hayo ni maneno makubwa aliyoyasema dada yetu, japo kuwa tutayachukua ni machache, lakini makubwa sana aliyoyasema. Ndugu zangu Waislamu, changamoto kubwa ndio hiyo. Msichana anasilimu anakuwa hakuna hijabu, anasilimu hajapata mavazi ya Kiislamu, anatembea tu na longi huko, so inakuwa ni mtihani. Na mpaka hapo tulisema kwamba kuna wale wasichana tumesilimisha huko Mukuru Ruben, tuko na wengi wa mama, lakini hijabu bado hatujapata. Kwa sasa mimi nimepata hijabu ya mtu mmoja peke yake, na lockdown inaenda kufunguliwa, tuingie Isili kununua, ndio tuweze kununua na kuwapelekea. So tunahitaji bado tupate hijabu za kutosha kwa ajili ya dada zetu na mama zetu wanaosilimu. So hii ni changamoto ambayo tunapata kama kundi ya dawa ya Tauhid Islamic Preachers. Changamoto kubwa tuko upande wa wanawake. Wanaume alhamdulillah tunaweza kuwashughulikia, makanzu tunayapata, tunawapatia, lakini upande wa dada zetu na mama zetu tunakuwa na changamoto kubwa. Tupenda tuwe na mahijabu ya kutosha, tukitembea tunaenda tukiwagawanyia, inshallah itakuwa ni heri. Sio mtu mwanamke anasilimu huku anatembea na minisketi huko nje, anajionyesha uchi wake, inakuwa kidogo ule Uislamu uko na mushkil ndani yake. So ni vizuri Waislamu mjitolelee, msichoke, tusiwe watoaji wa Ramadhani peke yake. Unajua kuna wengine Ramadhani ikishapita basi wanafunga milango ya sadaka. Allah yuko kila siku, Allah hayuko Ramadhani peke yake. Tujitolelee, na hawa vijana wa hapa na dada zetu wa hapa umesema kunaitwa nani? Botela. Pia tunahitaji angalau tupate chakula tuwaletee. Sio lazima chakula iwe inatolewa atizaka tulufitri Ramadhani. Pia wakati huu bado corona inasabaa na hali bado ni nzito, watu hawana makazi. Tupate vyakula tena tuweze kuletea hawa ndugu zetu wa hapa Botela inshallah. Kwa hivyo tusichoke kufanya heri. Tukifanya heri tupata dhawabu zetu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hatujui ni kipi kitatuokoa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Tuzidi kufanya heri na kusaidia wanaohitaji. Dada yetu mdogo hapa, tungependa kujua wewe kabla uwe Muislamu ulikuwa unaitwa nani? Mele Mudhemu. Mudheu. Kabila gani? Mkamba. Kwa siata? Mkamba. Kutoka pande gani? Machakos. Umesilimu lini? Juzi Ramadhani. Before, yani wakati Ramadhani inaingia. So wewe ni Muislamu mpya. Umesilimu Ramadhani. Takbir. Allahu Akbar. Ni nini ilikufanya upende dini ya Uislamu? Na utoe sauti tukusikie Mary. Nilipenda mavazi. Naam. Bila wanashimu dini yao. Naam. Wanaweza kusaidia watu wengine. Naam. Na uko na miaka gapi hivi? Niko na 13 years. 13 years. So ndio umebalehe tu. Na baada ya kusilimu, baada ya kuwa Muislamu, wazazi wako wamejua? Yeah.
Wanaishi hapa hapa Botela? Yeah. Walipojua umekuwa Muislamu, kuna changamoto yoyote umepata? Naam. Walianza kunitetesha. Naam. Sister yangu alikuwa ananikataza. Naam. Na nikamwambia nishaingia, hakuna vile naweza toka. Naam. Nimekubali kwa hiyo dini. Naam. Yeah. Okay, sister yako anaishi hapa tu? Yeah. Na bado unaishi nyumbani na wao? Yeah. Na sasa hivi kufikia hapo umefika, kuna maneno imekuwa, kuna problem unapata pale nyumbani? Yeah. Aha. Nakataza kuja huku. Naam. Na mama wananisengenya huko. Naam. So wananipatia lectures. Wanakusomea, wanakuambia umepotea? Yeah. Naam. Na nauliza hivi, hawafurahii namna unavaa? Hawafurahi. Wanataka uvae maminisketi na malongi? Na wewe ukiwa hivi unajisikiaje, unajihisiaje katika dini ya Uislamu? Nasikia niko sawa. Unasoma shule? Yeah. Uko shule darasa la ngapi ama form what? Form 1, mashallah. So la muhimu napenda kukuhusia, kwanza uheshimu wazazi wako. Usije ukawapa majibu mabaya. Usije ukawarushia mikono ile usiniambie mama nini. Lazima umpatie heshima. Mzazi ni mzazi. Uislamu haujakufundisha kutoheshimu family, kutoheshimu wazazi. Lakini mambo ya dini utangangania hivyo hivyo. Wewe utawaambia kila mtu upande wa dini anaenda na mzigo wake mwenyewe. So nyinyi hata pengine kuna wengine wanakuwa family moja, mwingine anaenda Catholic, mwingine anaenda PCA, mwingine anaenda CPK, mwingine anaenda tofauti. So la muhimu ni ile utawaambia tofauti yako na wao ni dini tu, lakini kila kitu chote ni wewe ni wao. Mama yako ni mama yako, baba yako ni baba yako, your sister is your sister. Na lazima urespect her, uwapatie ile respect. Lakini kidini unaambia hiyo ndio tunatofautiana, na inshallah tunakuombea Mungu afanye wepesi, ategeze hiyo nyoyo yao, wakupende hivyo hivyo ukiwa Muislamu. Sawa? Baada ya kusilimu umeitwa nani? Lukia, mashaallah. Luqaya, karibu sana katika Uislamu, ila nakuhusia hivyo uoneshe nidhamu nzuri. Ile nidhamu nzuri pale nyumbani, na uwe na subira, kwa sababu lazima hizo misegenyo utasegenywa, utarushiwa maneno, utasemwa. Hiyo lazima uwe na subira, usiwe na hasira. Na ile tabia yako ambayo utawaonesha nzuri pale nyumbani itawafanya wapende ile dini yako. So tuwapenda sana utengeneze Uislamu pale nyumbani kwa tabia nzuri, kwa respect, yani kumsikiza mzazi, zitasaidia sana. Tuko pamoja? So karibu sana katika Uislamu, jisikie uko huru, na inshallah tutatafuta namna mtaweza kuwa mnapata elimu zaidi inshallah. Sawa, karibu sana. Kuna mwingine hapa? Haya, karibu. Wote wasichana wadogo hawa. Salamu alaykum. Alaykum salam. Tungependa kujua kabla usilimu ulikuwa unaitwa nani? Michelle Bwari. Michelle Bwari. Bwali. Bwari. Mwali. Bwari. Muluya pia? Nani? Mkisi. Takbir. Allah. Yani mimi hakuna kitu napenda kusikia kama kusikia Mkisi amesilimu, wallahi. Allahu. Kama kuna kitu inafanyaga na furahi nyoyo yangu kwa wanaofuatilia ni Wakisi wakisilimu. Maana kama kuna watu tumetembea hii Kenya katika da'wa, kama kuna watu wagumu kufuata dini ya Uislamu ni Wakisi kabisa. Sisi tumetembea hii Kenya yote, Kisii nimefanya da'wa. Kisii wakati tunafanya da'wa ni vile hatukuwa na kamera. Zama zile Saidi unakumbuka, tulikuwa tukianza pale kwa soko ya taksi, pale kwa taksi sokoni pale. Tulikuwa tunaanza muhadhara saa 4 mpaka saa 12 jioni. Na wallahi wamama wanauliza maswali wa baba, lakini kusilimisha hata mmoja ilikuwa ni kiama, kwa sababu Wakisi wengi ni wa SDA. Wewe ulikuwa dhehebu gani? SDA. Alikuwa SDA, ndivyo hivyo. Wengi ni wa SDA, wamepotea kabisa. Ni kanisa ya Helen G. White, kanisa ya kinadasha. Hao Wasabato ndio wanapotea sana, wanakula chakula ya jana. Na kukula, wanakunywa chai ya maharagwe. Tunawaambia kila siku chai ya maharagwe. Kwani soya ni nini?
Soya ni maharagwe ndio inawekwa kwa chai. So tunasema wanakunywa chai ya maharagwe. Nyama wakuli wanakula maharagwe. Kuku wakuli wanakula mayai. Subhanallah, wakuli mayai lakini wanakula mayai hawakuli kuku. Ndivyo walivyo wa SDA. Hivi ulikuwa na miaka ngapi? 16. So pia wewe umebaleka. Umesilimu wakati gani? Mwezi huu wa Ramadhani. Hivi baada ya kusilimu uliitwa nani? Yasmin, mashaallah. Uliposilimu kuna changamoto gani ulipata? Kwa wazazi. Naam. Sana baba. Baba anapenda SDA saa ya kumconvince akubali niingie Uislamu. Ilikuwa shida. Naam. Na baada ya kuwa Muislamu baba alisema nini? Alisema uamuzi ni wangu, ndio sahihi, niko form 4 so nikimaliza ni mimi najiamulia sasa. Mashaallah, tunashukuru sana. Hili lako alhamdulillah sio changamoto kubwa, maana baba akishasema uamuzi ni wako, hiyo ni kumaanisha changamoto imekatika. Amekubali japo shigo upande, lakini amekukubalia na dini yako, na anasema umekuwa mtu mzima, uko katika wakati tena ni shule unamaliza. Tunakuombea Mwenyezi Mungu upite mtihani. Amen. Kwanza upite mtihani, alafu uende kusoma zaidi, ufaidi umma. Kwa mfano usomee kama medicine, usomee kama udaktari, maana madaktari wanahitajika ndani ya Uislamu. Unajua wengine Waislamu tumekataa kusoma. Uangalie leo hii wanawake wetu wanaenda maternity, unakuta anafugulishwa ama anazalishwa na mwanaume. Hii sio halali. Tena ambaye si Muislamu. Na tena lenyewe daktari mwenyewe si Muislamu, mwanaume anaangalia uchi wa mwanamke wa Kiislamu. So tukiwa na madaktari wa kike wanahudumia wale wake zetu, mama zetu kule mahospitalini. So pia na kuhusia katika hilo jambo la elimu, kwanza uwe kidogo na nia ya kusoma zaidi, ufaidi umma wetu wa Kiislamu. Kwanza uchukue hiyo ya elimu kwanza kabla ya mambo mengine, ili uwe ni manufaa katika umma wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa sababu Uislamu sio dini ya wajinga. Uislamu ni dini ya wasomi. Mtume sallallahu alaihi wasallam mwenyewe akipewa utume mara ya kwanza anaambiwa ikra bismi rabbikal ladhi khalaq khalaqal insana min alaq ikra wa rabbukal akram. Haya ni maneno matukufu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Anamwambia mtume, soma kwa jina la Mola wako aliyeumba mwanadamu kutokana na tone la manii. Soma na Mola wako ni karimu. Pia katika kauli ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, hapa watasema wengine, wataleta hoja, watasema mtume aliambiwa some dini. Sio dini tu, kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam anatoa katika hadithi maarufu sana, anawaambia watu tafuteni elimu hata kama ni China. China unaenda kusoma Uislamu. Uislamu umeanza China. Pale unaenda kusoma technology. Mtume anasema tafuteni elimu hata kama ni China. China pale technology iko hali ya juu. Ukienda pale utakuwa engineer mkubwa. Utaweza hata pale ukawa daktari mkubwa. Yaani hii yote inafundisha kwamba Uislamu si dini ya wajinga. Ni dini ya wasomi. So nakuhusia pia hilo usikate. Elimu fuatana nayo, pelekana nayo mpaka mwisho. Hivi uko na wasia gani kwa wale ambao pengine mtu ni Mkristo anapenda Uislamu lakini anajua Uislamu ni dini baya, dini ya majini? Kwanza kutoka uwe Muislamu umeona jini? Unajua watu usema mtu akiingia ndani ya Uislamu kuna majini kule. Kuna jini ushawaiona? Hakuna majini. Uko na wasia gani kwa wale ambao wanataka kuwa Waislamu lakini wanaogopa? Mimi nataka kuambia uamuzi ni wako, juu kila mtu ako na freedom na right. Wenyewe wako na freedom ya worship kama ni hiyo SDA, hiyo Catholic. Pia Muslim ni religion pia, si hizo pekee, na Mungu tu ni mmoja tunaomba. Na Waislamu ungependa kuwapa kauli gani Waislamu ndugu zako sasa? Naomba tu tuendelee hivyo hivyo. Kama mimi natarajia kujua mengi, bado sijajua mingi. Inshallah. Pia tutawachia vitabu za sala. Kuna vitabu zingine nitakupatia pale kwa gari.
alafu hawa ni wanawake, so kuna mahala kutabadilika katika sala zao. Inshallah kuna wale waliosilimu kitabu wataweza kuwaelekeza, na hivi karibuni tutafanya bidii tulete mwalimu, kwa sababu itakuwa ni muhimu mkipata elimu na kujua zaidi. Raha ya Uislamu ni kusoma. Ukishasoma unaweza kukaa, wacha hao wanarusha maneno, unaweza kaa hata kwa 100. Mtu akirusha neno na mjibu kimya wote. Ukishakupata ule msingi, hakuna kitu ambacho kinaweza kukutikisisha. Sisi wenyewe kama mimi nimesilimu, niliingia katika Uislamu. Familia yangu ni ya mafadha. Familia yangu wote wa Kristo, lakini hakuna mtu anaweza ni challenge. Saa hii hata wakikusanyika mapasta wote Kenya mzima, watatoa jasho mbele yangu. Na hii yote ni neema ya Allah. Hii yote ni Allah ametuongoza na akatujalia tukajua kwamba Uislamu ni haki, na akatupatia elimu ambayo tunaweza kukabiliana na yeyote mwenye kutaka kukabiliana na sisi. Sisi kielimu ya comparative religion hatuna shaka, atokee pastor yoyote, mchungaji yoyote duniani tutamtegeza na atatoka akijua kwamba Uislamu ni dini ya haki. Inshallah Mwenyezi Mungu ajalie tupate kuleta muadhara hapo. Inshallah lockdown ikiondolewa na hizi kafyu, tukiondolewa sheria hizi za mikutano, tutaleta muhadhara hapa. Hapa ni karibu hata na huku nyumbani, tutaleta muhadhara na inshallah wengi tunajua watasilimu. Hii area ya Botela tumeipenda, tumeona kwamba watu wengi wanatamani kufuata dini, ni kukosa wamekosa waelekezaji. Wallahi watu wanataka dini. Sisi Waislamu ndio tumejificha na dini yetu huko ndani. Wale ambao wana uwezo hawatokelezi, wale ambao ni maustadhi waalimu hawajitokezi, wamebaki misikitini pale kuswalisha na kuondoka, Maustadhi wallahi changamoto kubwa kwetu na kwenye nyinyi maustadhi. Tokeni muweze kujulia hali ndugu zenyu na dada zenyu Waislamu wanaosilimu, kwani ni wengi ambao wanahitaji kupata elimu kutoka kwenu. So nashukuru sana kwa wakati wenu, na naomba mzidi kufuatilia dini ya Kiislamu. Nasikia pia kuna mwingine akaribie pia inshallah. Karibu. Wasichana wadogo wote, Mungu awapatie afya. Naam, ningependa kujua dada yangu unaitwa nani? Naitwa Salma Muhammad. Salma Muhammad. Kabla ya kusilimu ulikuwa unaitwa? Mimi nimezaliwa katika dini ya Uislamu. Wewe umezaliwa katika dini ya Uislamu. Mashaallah. Kabisa mjue vile hawa wasichana pia wataweza kujua elimu na kufuatilia Uislamu, si ndio? Sisi tunapenda sana kusema kwamba mtu akisilimu ajue dini kwanza. Na msikubali kushawishiwa kuolewa sasa hivi. Hiyo kwanza ikuje elimu kwanza. Tuko pamoja? Na mtu kama uko shule hivi, hiyo kupata elimu zaidi. Kuolewa uje mwisho huko, kwa sababu ukiolewa elimu inakatika. Kuna mtu anasilimu anaolewa, anabaki ndani ya boma, hajui hata kuna swaliwa vipi, anafanyanga practice. Hiyo ndio hatutaki. At least uwe ukiolewa unajua umuhimu wa doa na unajua namna ya kuishi katika doa. Sio na usilimu tu uolewa unafungiwa nikaa, ama unasilimu umependa kijana wa Kiislamu. Hapana. Vijana hata wakiwatongoza waambieni hold on kwanza. Wakati bado wacha kwanza tupate ujuzi. Hilo ndio muhimu, kwanza tupate dini. Ukishapata dini, yengine ndio yatakayo kuja huko nyuma inshallah. Nasikia wewe ndio mwenye boma huko. Naam. Salamu alaykum. Ningependa kujua majina yako. Naitwa Aisha Faruk. Mashaallah. Wewe pia mzaliwa? Mimi babangu alikuwa Muslim, mama alikuwa Mkristo. Baba alikuwa Muislamu, mama alikuwa Mkristo. Naam, na so wewe ilibidi umefuata mila ya baba. Ukawa Muislamu. Nadhani wewe ndio mwenye hii boma. Ndio. Naam. Baada mimi naona uko na wageni wengi. Na umeshikilia wengi ambao wameingia katika dini. Ni changamoto ipi ambayo unaipata kama dada? Maana hii si kazi kidogo. Kushikilia hawa vijana wote ambao nawaona na wasichana ambao wanaingia katika dini, wallahi ni kazi kubwa sana. Na umri wako unaonekana bado sio umri mkubwa. So lazima kuna changamoto. Mimi
Pande yangu napenda vijana. Naam. Kwa sababu ile maisha nimelelewa. Naam. Niko maisha shida. Naam. So mimi nilikuwa na ile upendo wa dini. Naam. Babangu alikuwa Muslim, mamangu alikuwa Mkristo. Naam. So babangu alikuja akaaga, Naam. akabaki na mama. Naam. So yale maisha mama alipitishia. Naam. Kwa hakika ilikuwa maisha ngumu. Naam. Na hapo nilijifunza 2 3. Naam. Nikajifunza upendo. Naam. Na jinsi ya kuelekeza watu kuingia kwa dini. Naam. Ndugu zangu Waislamu, huyu ni dada yetu wallahi, kama ulivyoona vijana tulio wahoji, yeye amekuwa nao kwa muda, anawashikilia na mpaka sasa hajachoka. Na sio kwamba ati tajiri, yeye ni ile kidogo anayopata anajaribu kushare na hawa ndugu zetu na dada zetu, hana namna. Hivi umejaliwa kuolewa? Okay, nimejaliwa kuolewa. Naam. Na bahati nzuri ama mbaya, Mwenyezi Mungu akampenda mume wangu sana kuliko mimi. Naam. Na sijakufuru. Naam. Nashukuru kwa yote kwa sababu ni kazi ya Allah. Naam, kwa hivyo mume ametangulia mbele za haki. Mwenyezi Mungu ampe kauli thabiti. Hivi amekuacha na watoto? Yeah. Uko na watoto wangapi? Na watoto 5. Mayatima hao. Yeah. So hao ni yatima, watoto 5. Yeah. Uliojifungua na yule mume. Yeah. First born yako na miaka kama gapi? About 13 years old. Huyu ndiye first born. Twin ya. Mashaallah. Kuna kijana na msichana. Ako na 13 years ndio wamebaleke tu. Na wengine 3. Second born ndio huyu. Second born huyu kijana. Msichana Mariam. Mashaallah Mariam. Mashaallah. Naam. Mubarak. Naam. Alafu Mubarak anafuatwa na huyu Faruk. So sasa hivi wewe ni single mother. Single mother. Na unajaribu kuwalea kwa maisha ya Kiislamu. Waislamu wallahi, mimi ninafurahi na nastikika pia ninapotembea na kukuta dada zetu, ndugu zetu Waislamu na maisha wanayopitia. Huyu ni dada yetu, amefiliwa na mume bado akiwa ni mdogo. Hatuwezi sema ni mkubwa, bado umri wake ni mdogo, hata kama ako na msichana wa miaka 30, lakini bado ni dada mdogo sana. Wallahi anang'ang'ana kuwalea watoto mayatima, na zaidi ya hayo, kado na hao watoto mayatima, bado anajaribu kuwashikilia vijana wanaoingia katika dini. Wallahi sijui niseme nini, mimi nimeishiwa na maneno, kwa sababu Waislamu, haya majukumu ni majukumu yetu Waislamu. Wallahi kama unanifuatilia na kunisikiza, hii boma yote inahitaji support ya Waislamu katika hali na mali, katika njia yote ambayo unaweza. Hii boma inahitaji support. Kuna mayatima, kuna mualafatul qulub. Ni boma ambayo ukiingia ndani yake utachuma thawabu za kutosha. Leo tutatafuta thawabu tuzipate wapi? Wallahi Waislamu, mimi nawaelekeza kila penye thawabu, kila penye kupata janna ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hatutembei, hatuingii katika nyumba, hatutembei katika hii ardhi ya Allah subhanahu wa ta'ala isipokuwa kwa ajili ya Allah jalla jalalu. Ramadhani imepita, lakini Allah yupo. Bado dini yetu tunaiendeleza. Tusiwe Waislamu wa Ramadhani kwa Ramadhani kama ninavyowahusia. Wallahi tuwe Waislamu wa kila siku. Hili boma Waislamu linatuhitaji sisi sote. Kuna mayatima kama nilivyosema, kuna mualafatul qulub. Hapa kunahitajika mwalimu wa Kiislamu mwenye kuwapa elimu wanaosilimu hapa. Na Waislamu, nimeomba tu nipate msaada wa mwalimu mmoja, mshahara wake takriban tumpe mshahara ambao utamfanya ajikomite hapa, tupate $300. Hiyo ni 30k kila mwezi. Ajitolelee Muislamu ambaye anaweza. Jitolelee hata kama ni mwaka moja. Kila mwezi unatoa 30,000 za mwalimu wa madrasa. Mwalimu tutaleta sisi, tutatafuta tutaleta sisi. Wallahi apate kuwasomesha hawa. Mwaka moja ukiisha, itakuwa wewe umepata sadaqatul jalia ya kutosha itakayo kuokoa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahi tunawalilia Waislamu. Sisi, mimi Sheikh Yusuf sina, nigeleta mwalimu. Sheikh Saidi uko hapa hana, tugeleta mwalimu. Hatuna hiyo 30,000 ya kupatia mwalimu. Hatutaki kupatia mwalimu shilingi 10,000. 10,000 huku mwalimu anataktikisika.
10,000 mwalimu hawezi kutulia. Hawezi kabisa. Tunataka mwalimu apate mshahara utakaompatia utulivu, apate 30,000 Waislamu. Wallahi wewe unayenifuatilia, tukueni waumini wa kweli, tufanyeni kwa ajili ya Allah jala jalali. Allah subhanahu wa ta'ala anasema hakika waumini wa kweli ni wale ambao wanapotajiwa Allah nyoyo zao zinajaa hofu. Jiulize leo Allah anatajwa mbele yako, tunakueleza kuhusiana na majukumu kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Je, wewe kuna hofu yoyote imekufika katika moyo wako? Kuna kitu unajihisi katika moyo wako? Allah subhanahu wa ta'ala anasema na wanaposomewa aya za Mwenyezi Mungu zinawazidishia imani. Leo kuna imani imekupanda dada yangu, kuna imani imekupanda kaka yangu. Sisi hatutaki makubwa, tunataka mshahara wa mwalimu mmoja tumweke hapa Botela kwa ajili ya waliosilimu dada zetu na ndugu zetu. Hapa dada yatima, mama mwenye mayatima amejitolelea sehemu yao ya kusomea. Hakuna matatizo. Tumeona sehemu tuliokuwa wanajaribu kusoma hata hawajui zile alif be, hata wanaofundisha at least wapate mwalimu wajue zile kusikanisha. Kila kijana ama msichana ajue kujisomea Qur'ani akiwa nyumbani. Wallahi tunataka nini? Hii ni janna Waislamu. Tutafuteni janna. Tuacheni kukibiria maisha ya dunia, wama hayata dunia ila almatau ghulul. Wallahi hii ni janna. Waislamu nimewaleta kwenye milango ya pepo. Tukibizane sote tuingie katika pepo ya Allah. Mimi nasema tushikane, wanaotufuatilia mkono kwa mkono mpaka peponi inshallah. Waislamu, kwa hayo machache na wahusia na kuhusia nafsi yangu, tumshe Allah subhanahu wa ta'ala. Na inshallah dada yetu, sisi tumeona umefanya kupita kiasi. Hauna hata mume, lakini at least una mapenzi na dini yako. Allah subhanahu wa ta'ala azidi kukupa nguvu, akupe afya, akupe uweza, uzidi kuangalia hawa watoto wako, uzidi kuangalia pia na wale ambao wanaingia katika dini. Wallahi hii yote ni majaliwa. Amenyimwa tajiri wa Kiislamu, wamejaa matajiri hapa, lakini angalia yupi ambaye anafikiria mambo ya hawa vijana, yupi ambaye anafikiria mambo ya wasichana. Wamenyimwa, umepewa wewe na Allah subhanahu wa ta'ala. Allah anakutakia kheri, Allah anataka kukulipa jana. So uwe na subira hivyo hivyo na usichoke katika heri. Na inshallah sisi tukipata lolote, tukipata uwezo wote, tutakuwa tunakuja kuwatembelea. Hata tukikosa ile kuja kuwazuru kuwasalimia inatosha, kwa sababu that is Islam. Waislamu ni kutembeleana sisi kwa sisi, kupeana moyo. Tutazidi kutembea na kujia sana, na inshallah hizi shughuli za corona zikiisha, tutaweka da'wa hapa, bonge la da'wa hapa. Tutafanya da'wa inshallah, wengi wapokee hii dini tukufu ya Uislamu. Kwa hivyo ndugu zangu Waislamu, pia tunawaombea wote ambao wamekuwa na sisi, Mwenyezi Mungu awalipe jana. Kila mwenye matatizo, kama ni mgonjwa, Mwenyezi Mungu amuondolee maradhi. Kama kuna kheri iko mbali, Mwenyezi Mungu amletee karibu. Kama kuna shari iko karibu, Mwenyezi Mungu aipeleke mbali. Tunawaombea wazee wetu waliotangulia mbele za haki, Mwenyezi Mungu awapatie kauli thabiti. Baba aliyekuwa baba katika hii boma, Mwenyezi Mungu amfutie madhambi, ampe kauli thabiti, amuondolee madhabu amuondolee adhabu za kaburi. Tunawaombea ndugu zetu Waislamu waliotangulia mbele za haki, Mwenyezi Mungu awafungulie, yani awaondolee adhabu za kaburi, awafutie madhambi. Allahumma aiza al-islam wa muslimin, Allahumma aiza al-islam wa muslimin wa adhilla shirka wa mushrikin. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Rabbana zidna ilma wa zidna fahma warzuqna birizqi halalan tayyiban. Rabbana zidna ilma wa zidna fahma warzuqna birizqi halalan tayyiban. Rabbana la tuahidna inna sina wa akhtana. Rabbana wa la tuhmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhmilna ma la tuqattalana bi wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fanusruna ala al-qawmil kafirin bifadli subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
Inshallah tunashukuru.